Bana, tuko na Mwamba GB64 mwenye furaha kweli kweli, maana baada ya sare ya Young Africans. Mwamba, kwema ndugu yangu? Kwema kabisa. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Tuko kwenye kijiwe chetu hapa, kijiwe cha Karume. Kijiwe kimefufuka. Kwa sababu hivi ndio vijiwe waasisi wa kuongelea mpira na kujenga mpira wa nini? Wa Tanzania. Utanuzi wa barabara ndio ulotusababisha mpaka tukakosa sehemu gani tukae, lakini kwa sasa tuko hapa opposite na nini na makao makuu ya mkoa kwenye stendi ya Mwendo Kasi. Kwa hiyo tupo hapa, mashabiki wote wa mpira tunakutana hapa sasa hivi. Kwa hiyo tupo wale waliokuwa wamekisahau kijiwe cha Karume. Sasa kijiwe kimerudi na kijiwe kimetoa watu wakubwa, kina B20 wametokea kwenye kijiwe hichi cha Karume, kina GB64 wametokea kijiwe cha Karume, watu wengi, kina wakili msomi, wote wametokea kwenye nini? Kwenye hichi kijiwe. Kwa hiyo kijiwe chetu kimefufuka na leo ni rasmi, yani uzinduzi wa kijiwe chetu. Tushapata eneo sasa, tupo hapa tunaliendeleza soka na gurudumu la nini la mpira wa Tanzania. Wengine wanajiuliza kwa nini kijiwe kinaanza mara baada ya sare ya Yanga? Hapana. Unajua ile sare, wana Simba watu wengi waelewi. Mimi kama mwana Simba sikufurahia, umenelewa bwana, eti kwa sababu Yanga ametoa sare. Mimi nimefurahia wote wawili wametoa nini, wametoa sare, kwa sababu ukiangalia msimamo wa ligi pale, sawa, katika zile timu ambazo zinagombania nini, zinagombania ubingwa, sawa, matatu contender ni Simba, Yanga na nani na Azam. Kwa hiyo pindi Azam na Yanga wanapogawana point, tafsiri yake wote wamelose point mbili. Kwa hiyo kuna advantage kwetu. Azam tulikuwa tumwache point 3 kama tutakamilisha michezo yetu yote na kushinda, sawa, lakini kwa jana baada ya ile sare Azam sasa tutamwacha point ngapi? Point 5. Ila Yanga yeye atakuwa amepunguza point 2 katika zile point 5 zilizokuwa anatuongoza zitabakia point ngapi? Point 3. Kwa hiyo hii ndio flyer nini ya wana Simba. Kwa hiyo tunatetea nafasi ya pili na at the same time tunatetea nafasi ya kugombania nini? Ubingwa, kwa sababu ubingwa bado. Sawa, ubingwa bado, ligi ni marathon, watu tulikuwa tunawaambia kila siku kwamba ligi bado inafanya nini, inaendelea. Sio kwa sababu wewe umekaa juu umetangulia kucheza mechi basi tayari unajiona wewe tayari ushafanya nini? Umeshaongoza ligi basi tayari wewe ndio ubingwa. Hapana, ligi haiko hivyo. Ligi ni marathon. Mechi bado nyingi, ndio kwanza watu wana mechi ya 14 katika mechi 30. It means we have what 16 what mechi, tuna mechi 16 mbele yetu. Kwa hiyo ndani ya mechi 16 utapoteza, utasuruhu na unaweza ukafanya nini, ukashinda. Kwa hiyo ligi ni bado sana, na especially timu zimetoka katika nini, katika dirisha dogo. Sawa, maboresho makubwa yamefanya nini, yamefanyika. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa. Leo naona timu kama Pamba iko ndani ya 5 bora, si umeelewa? JKT yuko ndani ya nini, ndani ya 5 bora. Kwa hiyo watu wote, kila mtu anapambana katika kuipambania nini, katika kuipambania ligi hii. Kwa hiyo ligi bado, ndio maana watu tumefurahi jana, sare ya jana, kwa sababu Azam amedondosha pointi 2 na Yanga amedondosha pointi 2. Kumekuwa na maneno mengi kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya mchezo wa jana. Nimeona anasemaji Ahmed Ally ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, anasema hebu nionyesheni huyu anayetaka penalti za Dezo ni nani? Watu wanataka penalti. Unajua jana kama alivyosema B20, yani sinking capacity ya Dube ilikuwa imefikia mwisho dakika 80 na yani ameshindwa jinsi gani ya kuitetea nini, ya kuitetea brand yake, ya kuipambania logo yake. Ndio maana akataka kuleta ujanja. Sasa jana wamekutana na marefa ambao tayari kuna marefa wameandaliwa saa kwenda kuitetea nchi yetu katika kugombania nafasi za kuingia kwenda kuichezesha AFCON. Haiwezekani tukaandaa AFCON alafu tukose marefa wa kufanya nini, wa kuipambania nchi. Sasa kwa hiyo hii inakuwa ni kama dharau fulani. Uwezi ukawa mwenyeji wa mashindano afu una refa hata mmoja. Kwa hiyo kuna marefa vijana wameandaliwa. Wewe mwenyewe jana umeona marefa wengi sasa hivi tayari wamekuwa na uoga, sababu na kutokana na saa hizi sintofahamu zinazofanya nini, zinazoendelea. Wenzao wanazidi kufungiwa. Mtu ashafungwa miezi 6, mtu kashafungwa miezi 3, na ile ni ajira yake. Kwa hiyo lazima afanye nini, apate kuitetea. Kwa hiyo refari wa jana alikuwa very fair. Yaani ukianzia Reisman namba 1, namba 2 pamoja na refari wa nini wa katikati, alikuwa yuko makini, alikuwa yuko karibu. Mpira unapokwenda naye yupo. Kwa hiyo Dube alivompiga chenga yule jamaa, Dube alitakiwa akaze. Yaani kama ile ndio mfano unampata mtu kama Aura au Chama, anakuachia mwili, anaenda kuchukua mpira wake na tayari anaweza akapata nini, nafasi ya kwenda kufanya nini, ya kwenda kufunga goli. Lakini Dube akaona kazi rahisi, kwa sababu Yanga ni kubwa na Yanga ni timu ambayo inabebwa na marefa. Kwa hiyo moja kwa moja akaona hapa nikijiangusha tu tayari refa atafanya nini, atafunika tuta. Lakini refari alikuwa yuko makini, anaijali kazi yake na tumemshukuru kwa hilo. Haikuwa penalty insaji. Sasa ilikuwa refari wa AFCON. Yule anastahili. Kama ataendelea hivi akiendelea hivi anastahili, kwa sababu hapana hajamchinja. Sawa, kwa sababu katika timu ambayo inanufaika na marefa Yanga ni timu namba 1.
kwa sababu marefa wengi wanafungiwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya makosa ya kibinadamu wakiwa wanayafanya, wakiwa wanafanya nini, wanachezesha mechi za nini, za Yanga. Kwa hiyo mimi sidhani kama refaria na makosa yoyote. Kikubwa timu zetu zinatakiwa zipambane, sawa, zipambane. Uwezi ukacheza na timu ndogo kama ya Azam, unacheza na Pamba, unacheza na TRA, alafu tayari unataka favor za nini, favor za marefa. Lakini kikubwa refa wa jana akiendelea hivi hivi, mimi ninatumaini kabisa beji ya FIFA inamuhusu na vile vile hata AFCON kimaandalizi inafanya nini, inamuhusu. Refa apepewe. Hapana, mimi jana wakati mimi nilikuwa uwanjani, nilikaa na watu wa Yanga. Sawa, watu wa Yanga wanamlaumu kwanza Dube. Kwa nini amefanya nini? Amejiangusha. Si umeelewa? Kwa nini amejiangusha? Kwa sababu alitakiwa apambane. Yaani sifa ya striker unatakiwa uwe na nguvu. Yaani ukiona kabisa hili swala linaweza likaleta sintofahamu, unatamua utumie nguvu za ziada na akili za ziada katika kuipambania nini? Kuipambania logo yako. Lakini jana Dube ndo ameiangusha nini? Ameiangusha Yanga. Ile ilikuwa ni nafasi ya dhahabu. Faisal Salum Feitoto man of the match. Bwana yule kijana sio kijana wa mchezo. Yaani ligi hii ukizungumzia mchezaji wa ndani ambaye anaweza akakupa kitu kile wanachokitoa wachezaji wakubwa, maprofessional wanaotoka nje, Faisal ni mchezaji namba moja. Faisal sasa hivi level aliyofikia ni level ya ukomavu. Sawa, jana yani alikuwa amewakamata Yanga kila sehemu. Anawafanya anavyotaka. Hakuna cha Baka, hakuna cha Mwamnyeto, hakuna cha ule Damalo pale katikati. Yaani alikuwa amewavuruga kila sehemu. Sawa, mimi jana nilikuwa na Captain Kizinga yule, captain wa mashabiki wa Yanga lakini sio kwa tu sisi. Sawa yeye mwenyewe alisema kabisa mpira ulivyofikia dakika 85 wote tulikuwa tuna discuss. Akawa anasema jibii Faisal asipopoa man of the match leo mimi nitaandamana na nitalizungumzia hili swala. Captain Kizinga anazungumza hivyo. Na kweli sawa, lakini baadaye baada ya mechi kuisha Faisal Salum mtoto Fela Sufi akatangazwa kuwa nini? Man of the match. Alibehave kwa sababu alikuwa anashuka paka chini, anaisaidia timu, katikati amepata wala, yani control ball brain, yani kila kitu yuko vizuri. Umeona ile mashine aliyopiga mita 35? Umeona ile mashine? Mashine ile alipiga Mwanza ile akatoa zibu Faisal ndo alirudia jana. Yani kama ingeshuka kidogo tu Diala tayari alikuwa amefanya nini? Ameshapoteza uelekeo. Kwa hiyo yule ndo Faisal ninayemjua mimi. Jana alistahili kuwa man of the match. Kama wanaumia kuhusiana na Faisal sana. Kuumia lazima waumie kwa sababu uwezo wa kumtunza Faisal hawana. Sawa, Faisal ni mchezaji sasa hivi analipwa hela nyingi. Ingawa kuna baadhi ya timu wanadai kuna wachezaji wao ndo wanalipwa nini? Hela nyingi, lakini mimi ninachofahamu Faisal anachukua milioni 52 kwa mujibu wa Azam mwenyewe. Kwa hiyo ndo mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi kuliko mchezaji yoyote. Umeelewa bwana? Kwa hiyo Faisal hata waumie ni bure tu. Faisal imefikia mahara sasa hivi ni mchezaji ambaye anahitaji malisho kwenye timu bora na zilizokuwa kubwa. Mimi ila cha kumshauri tu, anatakiwa sasa nizamu ya Simba. Anatakiwa je Simba. Na nadhani nitaongea na Jeruti kwa sababu uwezo nao na ni swaiba wangu na ananisikiza kiushauri. Umeelewa? Kama kamleta Liumba dola 3.5 atashindwaje Faisal milioni 600 700? Kwa hiyo mimi ninadhani Faisal mwakani tunaweza tukavunja kibubu Faisal akaja. Na tunamuomba Jeruti. Yaani Chichuma lazima kije kimalizie mpira nini ndani ya Simba kwa sababu ameshacheza Yanga, ameshacheza Azam, bado Simba, na hiyo ndio ndoto kubwa ambayo Faisal anaitaka. Kwa hiyo Jairut anatakiwa afanye kazi yake. Basi likishaingia tu, basi kitu cha kwanza kinachotakiwa mwakani, mchezaji tunayempenda sisi mashabiki tunamwambia kabisa Jairut ni Faisal Salum Feitoto, lazima aje kucheza na Chama katika timu ya Simba. Zaidi ya B1. Sasa kwani nani Loemba amenunua shilingi ngapi? Dola 370 ni bilioni 1 hiyo. Kwa sababu dola sasa hivi ni shilingi ngapi? 2600 na inaenda kwenye 2700. Kwa hiyo ukiconvert dola 370 aliyonunuliwa Loemba pamoja na gari aliyopewa, makazi aliyopewa, Faisal anakuja tu ndani ya Simba wala hamna wasiwasi. Jeruti pesa sio shida zake. Na nina uhakika kilio hicho atakisikia. Na hii clip naomba unikatie kipande nimrushie Jeruti. Tunamhitaji Faisal Salum Feitoto. Yaani hatutomuelewa insachi. Lazima mwakani sawa tuvunje mkataba na Azam ili Faisal aje kuitumikia Simba kwa sababu mwakani tuna jambo letu. Uwezi ukawa na winga Ribe Segwe. Una winga Haura. Namba 8 hapa una mtu anaitwa nani? Unamjua? Loemba. Una Chama Clark.